Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu, leo tumefanikiwa kuchukua sehemu ya ugonjwa ndani ya ubongo kwa kutumia kifaa maalum ambacho kinamuongoza daktari mpaka shida ilipo bila kufungua fuvu wala kutumia mionzi ya x-ray kama ambavyo labda ingetumika wakati mwingine, au hata CT scan kwamba inafanyika kwanza alafu ndo anaanza kufanya kama anabahatisha. Hii ni hatua kubwa sana kwa sababu sasa inaongeza wigo wetu wa kuhudumia wagonjwa ambao wanakuja katika taasisi yetu wenye matatizo katika uti wa mgongo, wenye matatizo katika mgongo, wenye matatizo katika ubongo. Na mtaalamu wetu mzawa mwenyewe amefanikisha zoezi hili chini ya usimamizi na uangalizi wa watu tunaofanya nao kazi kwa ushirikiano wa karibu sana waliokuja kwetu kutoka Marekani katika mji wa New York kule Cornell. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwekezaji mkubwa ambao serikali imeendelea kufanya katika taasisi za kutolea huduma ya afya imezidi kuendelea katika viwango vya juu, ambapo sasa matatizo yote ya mgongo yanaweza kupata ufumbuzi katika taasisi yenu wananchi ya Moi. Naweza kusema kwa mwaka tunaona wagonjwa kuanzia 550 mpaka 600 wenye matatizo haya. Na wale ambao unakuta wanahitaji upasuaji, kwa sababu sisi kwa mwaka tunafanya wagonjwa 450 mpaka 500 ambao wanafanywa upasuaji wa kichwa peke yake kwa mwaka. Kutokana na uwezo sasa ambao umejengewa kwenye hospitali mbalimbali na hapa kwenye taasisi, wagonjwa sasa wamekuwa wanapatikana wengine wengi hata kwenye hospitali nyingine na wanaletwa huku kwetu. Kwa hiyo ile namba imeongezeka kwa sababu tumeweza kuwapata wagonjwa wengi kutoka huko kwenye hospitali mengine ambao wanafika hapa kwetu. Kwa hiyo imetusababisha sasa tuone namba kubwa ya wagonjwa imeongezeka, lakini inayoendana sambamba na hilo ni kwamba na sisi tumepata teknolojia mpya, kwa hiyo tutawatibu kwa wakati wote, hakuna ambaye atasubiri. Na kingine tena ambacho ni cha muhimu ni kwamba wataalamu ambao serikali imegharamikia kuwafundisha nao tumeongezeka. Kutoka mwaka 2008 akija Profesa Roger Hatto walikuwepo watatu. Kwa Dr. Shabani, Dr. Kinasha na Profesa Kahamba. Lakini sasa tunazungumzia Moi peke yake 15. Came here was in 2008 and so it's been a while, and I've had the great privilege and the honor really to work together with the talented surgeons, the administration here, the nurses and everybody who really is involved in taking care of patients. And what we have focused on was, for one part, teaching and training, but more recently also we've been able to get donations of medical equipment and technology here to Moi in Tanzania. And most recently, as Dr. Mpoki pointed out, a computer called the Brain Lab, which is a navigation system that helps us in brain surgery, but also in spine surgery, to be more precise and take better care of our patients. As Dr. Mpoki pointed out, a case that was done here today involved the biopsy of a tumor very deep in the brain, and to get there safely is very, very difficult, of course. You have to be very precise, and the navigation system, it's like a GPS system of the spine or of the brain. The navigation system really allows you to do these procedures with much greater precision, less invasive, and ultimately much better outcome in these patients.